Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Serikali imewataka watumiaji wote wa mitandao nchini kufuata taratibu na kanuni za matumizi salama ya internet ili kujikinga na madhara yanayotokana na matumizi mabaya ya teknolojia. Wito huo umetolewa leo Februari 10, 2026 na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Dr. Nicholas Mkapa, aliyemwakilisha Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Angela Kairuki, katika maadhimisho ya 22 ya Siku ya Usalama Mtandaoni yaliyoadhimishwa sambamba na nchi zaidi ya 190 duniani. Mwaka huu 2026 maadhimisho yanaongozwa na kauli mbiu isemayo Smart Tech, Safe Choices, Protecting Children in the Age of AI, ambayo kwa Kiswahili inamaanisha imetafsiriwa kama teknolojia mahiri, mchanganuo salama, tuwalinde watoto katika zama za akili unde. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kutumia teknolojia kwa umakini, hasa katika kipindi hichi ambacho akili unde na mifumo ya kidijiti imeendelea kubadilisha namna tunapojifunza, tunapofanya kazi, kuwasiliana na kuendesha shughuli za kijamii pamoja na za kiuchumi. Ndugu washiriki, leo tunasherehekea Siku ya Usalama Mtandaoni, huku taarifa za hivi karibuni kutoka Shirika la Mawasiliano Duniani yani ITU, kitengo cha usalama mtandaoni yani Global Cyber Security Index GCSI, imebainisha kwamba Tanzania inaongoza katika viwango vya usimamizi wa usalama mtandaoni katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, na ni moja ya nchi 45 za mfano bora duniani kwa viwango vya usalama mtandaoni. Ndugu washiriki, hakuna shaka kuwa dunia ipo katika zama za uchumi wa kidijiti ambapo teknolojia ya habari na mawasiliano ni msingi wa maendeleo. Pamoja na fursa kubwa zinazotokana na maendeleo haya, bado tunakabiliwa na changamoto za uhalifu mtandaoni, ukiukaji wa faragha, ulaghai wa kidijiti na matumizi mabaya ya teknolojia. Ni katika muktadha huu ambapo umuhimu wa elimu ya usalama mtandaoni hauwezi kupuuzwa. Watoto, vijana na jamii kwa ujumla wanapaswa kuelimishwa ili waweze kutumia mtandao kwa usalama, kwa njia na kwa manufaa ya maendeleo yao binafsi na kwa taifa kwa ujumla. Ndugu washiriki, serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia mtandao kwa usalama. Hatua hizo ni pamoja na kuboresha mifumo ya kisheria na kitaasisi, kuimarisha usalama wa mifumo ya taarifa, pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu tahadhari za msingi za usalama mtandaoni. Ndugu washiriki, kipekee kabisa napenda kuipongeza TCRA kwa jitihada zake za kuhamasisha matumizi salama ya mtandao kupitia programu mbalimbali za elimu kwa umma kuhusu vidokezo na mbinu za kuwa salama mtandaoni kupitia kampeni mbalimbali, uanzishaji wa vilabu vya kidijiti mashuleni na vyuoni, pamoja na kuendeleza vipaji vya vijana katika bunifu na usalama wa mifumo ya teknolojia. Hatua hizi zina mchango mkubwa katika kuandaa vijana wetu kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijiti. Pia TCRA imeendelea na programu yake ya utoaji bure wa rasilimali za mawasiliano kwa muda wa siku 90 kwa wabunifu chipukizi wa TEHAMA ili kuweza kupima ufanyaji kazi wa ubunifu zao. Nimeelezwa kwamba TCRA iliandaa shindano maalum la usalama mtandaoni lijulikanalo kama Cyber Champions Competition
Shindano hili limekuwa chachu ya kuibua vipaji, kuongeza hamasa na weledi katika masuala ya usalama mtandaoni. Nichukue nafasi hii kuwapongeza wadau wote walioshiriki katika shindano hilo, ikiwa ni pamoja na Chuo Kikuu cha Dodoma, Chuo cha Uhasibu Arusha, Chuo Kikuu cha Katoliki cha Ruaha, Chuo cha Teknolojia Dar es Salaam na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na Chuo Kikuu cha Iringa na pamoja na Unique Academy ambapo washindi 4 walipatikana akiwemo msichana mmoja. Baadaye nitatoa zawadi kwa niaba ya mgeni rasmi kwa washindi wa shindano hilo kwa sehemu ya kutambua vipaji na weledi katika masuala ya usalama mtandaoni. Ndugu washiriki, usalama mtandaoni ni jukumu la kila mmoja wetu. Serikali, sekta binafsi, taasisi za elimu, watoa huduma za mawasiliano, wazazi, wanafunzi na jamii kwa ujumla. Hivyo tunapaswa kushirikiana kuhakikisha mazingira ya mtandao yanakuwa salama, jumuishi na yenye maendeleo. Ni matumaini yangu kuwa maadhimisho haya yataongeza uelewa, yatachochea mijadala chanya na kuhamasisha washiriki kuwa mabalozi wa matumizi sahihi na salama ya mtandao. Ndugu washiriki, mwisho kabisa, ni imani yangu kuwa kupitia jukwaa la maadhimisho haya mtaenda kuwa mabalozi wazuri wa matumizi sahihi na salama ya mtandao, pamoja na kuchangamkia fursa chanya zinazotolewa na teknolojia ya kidijiti. Hilo ndilo lengo la TCRA kama msimamizi wa sekta ya mawasiliano hapa Tanzania. Matumizi ya akili unde, artificial intelligence, yanashika hatamu kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo uchakataji na uwasilishaji wa taarifa, uzalishaji wa maudhui, elimu, biashara, ubunifu, huduma za afya, mawasiliano, huduma za kifedha, pamoja na mifumo ya utoaji wa huduma nyinginezo ambazo ni za msingi kwenye uchumi wa kidijiti. Wengi wetu hapa tunaamini AI kila siku, lakini hatufahamu hivyo kushindwa kuzibaini fursa mpya za kidijiti, lakini pia kuwa kwenye hatari ya kuangukia kwenye kundi la matumizi mabaya au kutokuwa salama mtandaoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, AI si kitu kipya, imetuongezea tu uwezo wa kupata mambo mengi ambayo hapo nyuma, kabla hatujakuwa na uwezo mkubwa kwenye upande wa hardware, lakini na uwezo mkubwa wa kusafirisha data tulikuwa tunaukosa mpaka tulivyopata siku za karibuni, na hivyo imetuletea kuwa na kuona mambo ambayo hapo siku za nyuma tulikuwa hatuyaoni, pamoja na maendeleo makubwa ya TEHAMA. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoadhimisha siku hii tuzingatie kuwa tunazingatia pia, pamoja na fursa nyingi zinazoletwa na mabadiliko ya TEHAMA, zipo changamoto zinazosababishwa na uelewa mdogo wa matumizi ya teknolojia hizo. Swala hili linaweza kusababisha mtandao huo si tu kuwa mahali ambapo sio salama kwako, lakini pia mahali ambapo watumiaji wengine wanaweza kuwa na mambo mengi ambayo wanayafanya, ambayo ni muhimu kuyaelewa na kujua utaweza kuendelea vipi na shughuli ambayo unaifanya. Kauli mbiu ya maadhimisho haya inasisitiza umuhimu wa kuongeza umakini, kuwa na taarifa kamili na kuzingatia matumizi yenye tija na salama na mahiri kama yalivyo kwenye artificial intelligence. Hii ni pamoja na kulinda taarifa zetu binafsi na nyeti kwa kuepuka kushiriki taarifa hizo bila kuzingatia usalama wa programu husika, kuongeza umakini katika matumizi ili kubaini taarifa au maudhui yaliyoandaliwa kwa artificial intelligence au akili unde kwa lengo la kupotosha au kuzua taharuki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa kundi la vijana, TCRA imeendelea kuhamasisha uanzishwaji wa vilabu za kidijiti, digital clubs,
Haya ni majukwaa ya hiari yanayoleta pamoja wanafunzi wa ngazi zote za elimu kuanzia shule za awali hadi vyuo vikuu. Katika kukuza na kuhamasisha uwepo wa vilabu hivi vya kidijiti, TCRA imekutana na walimu wakuu wa shule za msingi, walimu wakuu wa shule za sekondari, wakuu wa vyuo na makundi mengine tofauti tofauti katika nyakati tofauti tofauti katika kuendelea kuhamasisha zoezi hilo. Lengo kubwa limekuwa ni kukuza hamasa ya kujifunza ujuzi wa teknolojia ya kidijiti na kuhamasisha ubunifu kupitia teknolojia hizo ili kuleta suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kijamii. Ujuzi huu pia unawaandaa vijana kushiriki kikamilifu kunufaika na fursa zilizoko katika uchumi unaokuwa huu wa kidijiti. Mheshimiwa mgeni rasmi, fokasi yetu kwenye eneo hili imekuwa ni katika maeneo mawili. Eneo la kwanza, kuhakikisha kwamba tuna jamii ambayo imeandaliwa vizuri kutumia TEHAMA katika kupata fursa mbalimbali ambazo zinakuja na uchumi wa kidijiti. Lakini eneo la pili au fokasi ya pili ni kuhakikisha kwamba tunashiriki kikamilifu. Hapa ni pale ambapo tunahamasisha sana na usomaji wa masomo ya STEM, yani science, technology, engineering and mathematics, ili kuhakikisha kwamba tunaandaa vizuri wabunifu, wajenzi na watu ambao watasimamia na kuendesha mifumo na miundombinu ya TEHAMA. Sisi kama wizara tuna jukumu la kusimamia na kuratibu utoaji wa haki za mtoto, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya kulindwa na vitendo vya ukatili, lakini vile vile haki ya kumwendeleza mtoto kwa vipaji na kielimu, vile vile haki ya kumshirikisha mtoto, ikiwemo kumshirikisha katika masuala yanayomhusu kulingana na umri wake, lakini vile vile haki ya kutombagua mtoto kulingana na jinsi yake, lakini vile vile kulingana na ulemavu wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi haya yote tunatekeleza kulingana na sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008 pamoja na sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kubwa ya haya ni nini? Ni kuwa na kizazi ambacho kina maadili, lakini ni vile vile kumjenga mtoto ili aweze kukua vizuri kiakili, kimaono na kimaadili. Lakini vile vile tuweze kuwa na taifa ambalo lina watoto wanaoweza kukua na kuendelezwa vizuri na kuweza kuwa na maadili ambayo yataongoza taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara yetu kama wasimamizi wakuu na waratibu watoaji wa elimu ya masuala mbalimbali, ikiwemo masuala ya malezi chanya ya watoto, ikiwemo na kundi la vijana balee, kumekuwepo na changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba watoto hawa. Sasa hivi tunaona watoto wengi wanapoingia kwenye mitandao, pamoja na faida nyingi ambazo zipo katika mitandao, lakini tunaona watoto wanakumbana na changamoto za ukatili. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara mwaka 2022 iliweza kufanya utafiti wa kuweza kuona ni namna gani vitendo vya ukatili dhidi ya watoto ambao vinatokana na mitandao. Utafiti huo ulifanyika mwaka 2022 na katika utafiti ule tuliweza kuona kwamba 67% ya watoto wa umri wa miaka 12 mpaka 17 wanatumia mitandao, na 4% kati ya watoto wale ambao ni zaidi ya watoto 200,000 walishawahi kufanyiwa aina mbalimbali za ukatili. Kwa hiyo sisi kama wizara tukaona kwamba kunahitajika jitihada za zaidi ili kuweza kuwasaidia watoto wetu wasije kukumbana na ukatili ambao unaweza kutokana na mitandao. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara inaendelea kutekeleza masuala mbalimbali ambayo yanalenga kumlinda mtoto hasa anapokuwa anatumia mitandao. Wizara iliweza kufanya marekebisho ya sheria ya mtoto sura ya 13 iliyolenga kuondoa mapungufu yaliyojitokeza wakati wa utekelezaji. Na katika kifungu cha 13 cha sheria ya makosa ya kimtandao kilifutwa na kuandikwa upya ili kuweka masharti yanayohusiana na makosa
ya unyanyasaji na utumikishaji wa kingono kwa watoto kwa kutumia nyenzo za kitehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la haya yote ni kuweza kumlinda mtoto na matukio ya uhalifu yanayotokea mtandaoni. Naitwa Heldoris Maxenzius Mwalongo, nasoma mwaka wa pili Chuo Kikuu cha Dodoma, nasoma kozi ya Computer Networking and Information Security. Mchakato mzima wa mashindano ilikuwa ni semifinal, tulifanya remotely, kila mtu kwenye maeneo yake aliyokuwa, tulishiriki wanafunzi wengi, tukafanikiwa kutoka washindani 50 na washindani hao 50 tukaenda Arusha. Tulipofika Arusha, it was very competitive. The competition ya mwaka huu na miaka iliyopita imekuwa ni tofauti sana. Miaka iliyopita kidogo ilikuwa unaweza kukuta mtu wa kwanza mpaka 20 wote wana maxi moja, lakini they have modified it kuweka, yani wamemodify vitu vingi. The technical team imejitahidi sana TRA and we appreciate that na kuwashukuru. Tulifanya kule na tukatoka washindi hao 4. Najisikia vizuri sana kwa sababu najua ushindi huu sio wangu peke yangu, lakini ushindi huu pia ni wa kuwa motivate pia wasichana wengine washiriki kwenye cyber security. Naitwa Martin George, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Nashukuru kwa kushika nafasi ya pili kwenye mashindano ya Cyber Champion mwaka 2026. Nilihamasika kuingia kwenye cyber security mwaka 2023 nikiwa mwaka wa pili UDOM. Kilichonisaidia zaidi ni cyber club ambayo inapatikana hapa UDOM. Nilikuwa nahudhuria sana. Pia mentorship ambayo nimepewa na alumni waliomaliza na baadhi ya wanafunzi wenzangu ambao pia tuko sasa hivi ilinipa msingi mzuri wa kujua security vizuri. Naitwa Anna Neema Komba, nasoma katika shule ya Dodoma Sekondari kidato cha 5 PMC. Katika siku ya leo ya Safe Internet Day, siku ya usalama mtandaoni, tumejifunza vitu vingi sisi kama wanafunzi. Katika kitu ambacho tumejifunza ni kuhakikisha kwamba tunatumia mtandao katika matumizi sahihi, especially sisi hapa wanafunzi katika kusoma, pia katika kutumia mtandao katika kujielimisha, kwa sababu elimu ndo msingi wetu. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni teknolojia mahiri, chaguo salama, tuwalinde watoto katika zama za akili unde. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.